Habari zenu watazamaji wa Simulizi Media, nipo hapa kuwatangazia mdahalo utakaokutanisha walimu nguli kabisa tulionao ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mwalimu mmoja kutoka pale nchini Kenya anaitwa Mchungaji Francis Ndacha, alafu tunaye mwalimu kutoka nchini Kongo anaitwa Mwalimu Kesede, ustadhi huyo. Hawa ni walimu ambao wamekuwa nguli kabisa. Najua watazamaji wa Simulizi Media mmekuwa mkifuatilia sana mafundisho yao, mmekuwa mkifuatilia sana elimu zao, mmekuwa mkiwaunga mkono, mmekuwa mkiwakosoa kwa pale ambapo mnaona mmeelewa au pale ambapo hamjaelewa. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili ya kuwatangazia mdahalo huu ambao kwanza uliombwa na Mwalimu Ndacha. Msikilize yeye mwenyewe Mwalimu Ndacha. Nataka niweze kuchukua nafasi hii niwasalimie ndugu zangu katika imani. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Ni mimi Francis Ndacha, na ujumbe wangu naomba umufikie Kesede, mwalimu wa Kiislamu kutoka Tanzania. Nimeona walimu kama Mazinge wamenyamaza, mwalimu kama Sule amenyamaza, na Shafii amenyamaza. Yule ambaye amebaki kusugumza kwenye mitandao ya kijamii ni Mwalimu Kesede. Biblia inasema tuwafunge vinywa, tuwanyamazishe kwa hoja. Kwa hivyo namuomba Mwalimu Kesede, kama yeye ako tayari kwa mjadala, ninamuomba akubali mara moja na tuutangaze anyamaze pia yeye milele. Pia yeye anyamaze milele. Kwa hivyo nataka niweze kutuma video hii kwa mwanahabari anaitwa Simulizi, kwa sababu wewe Simulizi, wewe ndiye mnaye jadili na Kesede mkiwa peke yenu. Naomba Simulizi utangaze mjadala wangu na Kesede, na mada tutaomba tuijadili kwa pamoja. Asanti na ninaomba majibu. Haya yalikuwa ni maneno ya majigambo kutoka kwa Mwalimu Francis Ndacha pale nchini Kenya, akichokoza kwa ajili ya kuja kujibiwa na Mwalimu Kesede. Kwa hiyo tuliwasiliana na Mwalimu Kesede kuhusiana na hili swala la mdahalo ambalo Mwalimu Ndacha amelitaka muda mrefu sana, na haya yalikuwa ni majibu ya Mwalimu Kesede. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zetu katika Adam, tunawatakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu. Mimi naitwa Kesede bin Shaaban. Nimejaribu kutoa video hii ili kuweza kujibu maombi ya Ndacha kupitia Simulizi. Ndacha ameniomba mdahalo baina yangu na yeye. Basi Simulizi na kutumia video hii umfahamishe Ndacha kama maombi yake nimeyapata, na mimi niko tayari kufanya mdahalo na yeye kama anavyoomba kwamba anataka anizibe mdomo. Basi nakubali uje unifunge mdomo ikiwa kifua hicho unacho. Karibu sana. Alafu umeongeza kwamba wakina Dr. Sule, wakina Shafi na wengineo, wakina Mazinge hawasemi tena kwenye mtandao, ukiwa na maana kwamba umekwisha wafunga mdomo, na kujibu kwamba hizo ni mbwembwe ndizo zinazokusemesha hivyo. Hauna elimu, hauna uwezo wote wa kuwafunga mdomo walimu machachari kama hawa. Ila tunavyojua na wao wanajua hivyo, na umma unajua hivyo, kwamba hawa watu hawaikai kimya kwa maana kwamba wamekuokopa wewe, bali wanaikaa kimya kwa kule kujua kama wamekwisha kukutengeneza muda mrefu. Huna tena jipya. Hongera kwa walimu hao kwa kazi walioifanya ya kukutengeneza kinyume na kile ulichokuwa unatarajia. Na kingine, hawaikai kimya walimu hawa. Wataikaa kimya vipi hali ya kuwa wana majukumu ya kumtangaza kiongozi wa umma, takaso la dunia, Bwana Mtume Muhammad? Ukienda kwenye akaunti ya Dr. Sule, bado anaendelea kumtangaza Bwana Mtume Muhammad. Ukienda kwenye akaunti ya Shafi, wakina Mazinge, wakina Mbogo, wakina Ibrahimu Bakonzi, wakina Saidi Kinyogoli na wengineo, bado anaendelea kumtangaza Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo usidhani kwamba wanaikaa kimya, hawana muda wa kuikaa kimya. Ila
najielekeza kwa simulizi, mfikishie Ndacha kwamba maombi yake nimeyapokea na ninayajibu. Asante. Kama ambavyo umeweza kuona, walimu wenyewe ndio wameongea na wameomba jambo liwe, wakaniomba simulizi tuandalie mdahalo wa mtandaoni, kwa sababu mambo yamekuwa mengi sana kuhusiana kuandaa midahalo ya uwanjani, midahalo ya ukumbini. Naona kidogo kuna hali ambayo inachelewesha. Tukasema kwa nini tusifanye basi huu mdahalo ambao utakuwa wa mtandaoni, media itarekodi na itawarushia live ambao wamekuwa wafuatiliaji wa hizi media zetu. Kwa hiyo nipo hapa sasa rasmi kabisa kuwatangazia kwamba tutakuwa na mdahalo kuanzia tarehe 28 na tarehe 29. Maana yake tutaanza siku ya Jumapili na siku ya Jumatatu. Hiki ndicho ambacho naweza nikawatangazia wao. Kuhusiana na mada, tutakuwa na mada 4, kwamba nimeona ni kitu ambacho kitakuwa rahisi kama tutafanya mada 4. Kwa hiyo siku ya kwanza tutafanya mada 2 na siku ya pili tutafanya mada 2. Kuhusiana na mada gani zitazungumzwa, zitafanyikaje, tutawatangazia tena. Nitawasiliana na walimu wangu tena, wataniambia, mwalimu Ndacha ataniambia mada zake ni zipi na mwalimu Kesede ataniambia mada zake ni zipi, na hapo ndipo rasmi tutawatolea tangazo la mdahalo. Sasa kwa kusema hivi namaanisha nini? Namaanisha kwamba kwa wale wa media wenzangu ambao wamekuwa wakifanya content ambazo zinahusiana na dini, content ambazo zinahusiana na elimu kwa ujumla, nilitaka niwaalike. Hili ni jambo la heri, ni jambo zuri ambalo watu wamekuwa wakitamani kuelimika zaidi. Kwa hiyo kama upo tayari kwa ajili ya kushirikiana kuandaa, tuseme kurusha, kwa sababu hakuna kitu kikubwa sana cha kuandaa kuhusiana na mdahalo, kurusha, basi tuwasiliane, alafu tutaurusha pamoja huu mdahalo. Wala hakuna cha kusema hii content ipo copyrighted, itatakiwa arushe simulizi tu. Hapana, media nyingi zitarusha. Kwa hiyo kuanzia sasa najua nitapata mawasiliano ya wenzangu ambao wamekuwa wakifanya hizi habari. Kwa hiyo nao tutaungana nao na baadaye tutawatangazia kwamba tunaurusha. Na jambo lingine ni kuhusiana na wadau. Sasa watazamaji wetu, mnaweza mkatuunga kwa chochote. Kwanza baadaye nitatoa namba za walimu wangu, lakini namba yangu mimi mwenyewe ambayo huwa naitumia ni hii hapa, 0782853948. Unaweza ukawasiliana nasi ukajua jinsi gani unaweza ukatuunga mkono kwa ajili ya huu mdahalo. Kwa kusema hayo, nasema kwamba asanteni sana kwa kusikiliza, na kaa jirani na chaneli hii, utapata taarifa nyingi zaidi, na chaneli zingine ambazo tutashirikiana nazo, basi utakuwa unapata taarifa kwao. Asanteni sana.